ثم قال الجامع وفقه الله تعالى: kwa hiyo katika hiyo masala ushaona kwamba hiyo inataka kuchinja ni sunna, asinyoe kucha, asinyoe nywele wala asikate kucha wala asiguse chochote katika ngozi yake itakapoingia ile 10 la mwanzo la mwezi wa Dhulhijja. Dalili hiyo hadithi, hikma ni kwa ajili ya kufananisha na mahujaji ambao Allah amewaambia kwenye Qur'an, wala tahliqu ru'usakum, na wala msinyoe nywele vichwa vyenu. Hii ndio hikma, ndio mukhtasar wa hayo masala ya 21. Wanahyu 'anil akhdhi, na katazo la kuchukua chochote katika nywele zako au kucha zako, yakhusu, linamhusu katazo hili sahibal udhiyati, yule mwenye kichinjwa. Wanahyu 'anil akhdhi, na katazo la kuchukua chochote katika kucha zako au nywele zako itakapoingia 10 la mwanzo la mwezi wa Dhulhijja, yakhusu sahibal udhiyati, linamhusu yule mwenye kichinjwa. Amma ahluhu fala, ama watu wa nyumbani kwake wao hawataingia katika katazo hilo, hawataruhusiwa kunyoa, wataruhusiwa kufanya kila kitu, wale wataruhusiwa kunyoa. Wadhālika, na hilo ni kwa sababu, wadhālika lianna al-amra wan-nahya, na hilo ni kwa sababu amri na katazo warada, yote vile hiyo imepokelewa. Wadhālika lianna al-amra wan-nahya, na hilo ni kwa sababu hakika amri na katazo warada, yote mawili haya yamepokelewa ala al-mudhahhi, hiyo yule anataka kuchinja, la ala ahlihi, na sio familia yake, na sio familia yake. Yule mwenye kichinjwa ndiye anayeambiwa asinyoe, asikate kucha wa hakadha. Ama jamaa, familia yake ndani ya nyumba, la, hawahusiki, wao hawahusiki katika hilo, wao hawahusiki katika hilo. ثم قال الجامع وفقه الله: ويجزئ الإشراك في ثواب الأضحية، na inatosha kushirikiana katika thawabu za kichinjwa. ويجزئ الإشراك, na panatosha na inatosha kushirikiana fi thawabi al-udhiya, katika thawabu za udhiya. طيب، ويجزئ الإشراك، na panatosheleza kushirikiana fi thawabi al-udhiyati, katika thawabu za kichinjwa, lakini la fi at-taqarrub al-fi'li illa bin-niyya, lakini si katika kujikurubisha kwa kitendo chenyewe, isipokuwa tu kwa nia. Lakini la fi at-taqarrub al-fi'li, lakini si katika kujikurubisha kwa kitendo chenyewe cha kuchinja, illa binniyati, isipokuwa katika nia tu basi. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، دليل يهيد قول yake Mtume alisema: Allahumma taqabbal Muhammad, ewe Allah mkubalie Muhammad, mkubalie Muhammad kichinjwa hichi, wa ali Muhammad, na watu na jamaa zake Muhammad. Muradi ya haya maelezo kwamba yajuzu al-ishraku fi thawabi al-udhiya,
inafaa kushirikiana katika thawabu, inatosha kushirikiana katika thawabu za uluhia. Maana yake ni kwamba wewe ukachinja kichinjwa chako ukitarajia thawabu za kichinjwa hicho uzipate wewe na familia yako. Ndio maana hayo maelezo. Ndio maana ya hayo maelezo. كما قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أو حديثي ينبونيش أيوه اللهم تقبل الله تقبليه جيروا اللهم تقبل محمد الله مقبلي محمد جيروا هيتشينجوا وآل محمد جمع زاكي محمد كما هي قد جيرة كما قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه كان الرجل alikuwa mtu في عهد النبي صلى الله عليه وسلم katika zama za mtume alayhi wasallam yudhi bishati anhu, anachinja mbuzi yudhi bishati anhu an ahli baiti, anachinja mbuzi kwa niaba ya nafsi yake mwenyewe na familia yake. fayakuluna wa yut'imun, kawa nakula na nyama nyingine wanalisha. rawahu Tirmidhi wa Sahih Albani rahimatullahi ta'ala alayhima. kuonesha kwamba katika ujira jaiz nafaa kushirikiana, inafaa kushirikiana kwamba utakapochinja basi inafaa wewe ukaweka nia ya kupata ujira wa hicho kichinjwa, wewe na mkeo na familia yako na watoto wako. Ukasema hadhihi al-udhiyati anni wa an ahli baiti, hichi kichinjwa thawabu zake zije kwangu mimi na watu wa nyumbani kwangu. Sio lazima hautakiwi kutamka, bali unaweka tu hiyo nia katika moyo wako. Hilo ni jambo la msingi pia kwa mchinjaji, anatakiwa lizingatie ili familia yako pia ipate thawabu, kwa sababu fursa ipo, umepewa kwa mujibu wa sheria. Sasa kwa nini wanyime thawabu familia yako? Kwa nini wanyime thawabu wale familia yako? Sheikh akasema au eti Sheikh subhanallah Allahu musta'an, muallif au al-jami' akasema lakin la fi at-taqarrub al-fi'li, lakini si katika kujikurubisha kwa kitendo lakini la fi at-taqarrub al-fi'li, si katika kujikurubisha kwa kitendo, yani haitafaa wewe na familia yako maana hayo maneno lakin la fi at-taqarrub al-fi'li, maana yake ni kwamba lakin la fi at-taqarrub al-fi'li, maana yake mradi wake hapo haifai wewe ukamchukua mbuzi katika huyo mbuzi ukashirikiana na watu wa familia yako. Haifai wewe ukamchukua mbuzi
alafu ukashirikiana na familia yako, illa binniya, isipokuwa katika nia tu basi, isipokuwa katika nia tu basi. واضح يا جماعه؟ طيب نعم نستفيد من هذه الكلام. طيب ناخذ فائده katika haya maneno, labda nitaji faida mtanielewa. faida ambayo tunastafidi katika hayo maneno ambayo tumeyasoma hapo ya 20 nukta hii namba masala ya 23, kwamba katika udhuhia kuna kitu kinaitwa al-ishraq, kushirikiana. Na hizi al-ishraq ziko za aina tofauti tofauti. Kuna al-ishraq fi thawabi kuna kushirikiana katika thawabu za kile kichinjwa mnachokichinjwa, ni katika nia. Yani mchinjaji amenunua mbuzi peke yake, baada ya kumnunua huyo mbuzi au kondoo, sasa ule wakati wa kumchinja akamshirikisha mke wake na watoto wake katika nia ya ujira wa hicho kichinjwa, katika nia ya ujira na thawabu za hicho kichinjwa. Yani akaweka nia kwamba ewe Allah, mimi ninachinja huyu mnyama kwa ajili yako wewe Allah, na kuomba unilipe thawabu zake mimi na watoto wangu na mke wangu. هذا الاشراك جائز. kushirikiana kwa sampuli hii ni jaiz. Dalili kwa Allahumma taqabbal Muhammad wa ali Muhammad, ewe Allah mkubalie Muhammad yichinjwa na watu wa jamaa zake Muhammad. بل كسمع أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه كان الرجل في عهد السلمة يضحي بالشاة. mtu alikuwa katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam anamchinja mbuzi alwahida moja anhu kwa niaba yake yeye, wa an ahli baitihi, na watu wa nyumbani kwake. fayakuluna wa yut'imun, ikawa namla baada ya hapo, na wanalisha nyama nyingine, walisha wengine. Hiyo ni al-ishraq ya kwanza. Lakini ishraki ya pili ni al-ishraku fil milki, kushirikiana katika umiliki wa hicho kichinjwa, kushirikiana katika umiliki wa hicho kichinjwa. Maana wakashirikiana watu wawili au watu watatu au watu wawili na kuendelea katika kununua kichinjwa kimoja, kwa nia ya kwamba huyo kichinjwa huyo ni wao wote. Hadha la yajuzu fi shati wal ma'iz. Tunakusudia hicho kitu. Ushirikiano wa sampuli hii haufai katika mnyama mbuzi na kondoo. Nyama kondoo na mbuzi haifai. Itafaa katika ng'ombe kwa sababu inafaa kushirikiana watu 7. يجوز الإشراك في الملك بين 7 أشخاص. watu wakiwa 7 na ruhusa kununua ng'ombe mmoja. Ama kushirikiana katika milki ya kununua kichinjwa cha mbuzi au kondoo, wewe na familia yako mkashirikiana, kila mtu akatoa shilingi kadhaa mkaenda kununua mbuzi, hiyo haijuzi. Hilo halijuzu, isipokuwa tu itakapokuwa ni ng'ombe, kama anavyosimulia Jabir bin Abdullah, na harna ma'a sallama, tulichinja sisi pamoja na mtume wa Allah aam al-Hudaybiyah, mwaka wa Hudaybiyah, al-budna an 7,
والبقرة عن 7. ngamia mmoja watu 7 na ng'ombe watu ngapi? 7. hiyo ndio ambayo anaizungumzia hapa. lakini la fi taqarrub bil-fi'li, si kule kujikurubisha kwa kitendo katika hiyo ibada ya kuchinja, illa binniya, isipokuwa katika nia ile tu basi ndio inaruhusiwa. Wazi? lakini pia inafaa kuwashirikisha waliokufa. Hiyo nukta pia inafaa kuinamua, sio kuwashirikisha tu familia yako walio hai alafu wale waliokufa ukawasahau, nao pia wanahitajia thawabu. Inafaa kuwashirikisha wale waliokufa katika thawabu ya nini? Udhuhia. Ukaweka nia kwamba ewe Allah, nachinja huyo mnyama kwa ajili yako ewe Allah, namwaga hidamu kwa ajili yako ewe Allah, na kuomba thawabu za kichinjwa hichi unilipe mimi na familia yangu walio hai na waliokufa, au baba yangu aliyefariki au mama yangu aliyefariki. Jaiz katika mlango wa ihda'u thawab, kumpa thawabu au kumpa baba yako au jamaa yako aliyefariki zawadi ya thawabu. Ni jambo mashruu, ni jambo mashruu. Lakini kilichokatazwa ni kumchinjia mayit istiqlalan, yani ukachukua mbuzi moja kwa moja ukamchinjia mayit. Hicho ndicho ambacho hapa nasema sio kilichokatazwa, sababu masala tulisoma pia katika kitabu cha Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen kwamba ni jaiz, ni jaiz kumchinjia mayit istiqlalan, au alihusia mayit jambo hilo au mlichangiana kama ilivyothibiti kutoka kwa baadhi ya as-salaf rahimahumullah ta'ala. Naam, nahama jamaa. Nimeleka moja